Hujambo na karibu. Leo hii tunaangazia tafsiri ya nywele. Tunataka kuangazia nywele, aina za nywele ambazo zinapatikana kwenye mwili wa binadamu. Tunaanza na ya kwanza ambayo inaitwa ndevu, beard, ambayo inapatikana kwenye kidevu. Tuna ndevu. Kisha tuna kitu ambacho kinaitwa eyebrows, inapatikana katika sehemu hii, ndio ambayo inaitwa nyusi katika lugha ya Kiswahili. Kisha tuna eyelashes, hizi ambazo zinapatikana kwenye kope, karibu na kope ama ni eyelid, ambayo inaitwa kope katika lugha ya Kiswahili, samahani. Kisha tuna mustache, pia zinaweza kuitwa ni mashurubu ama ni nywele ambazo zinamea karibu na mdomo, sana sana hapa chini ya mdomo ambapo tunaita kionja mchuzi. Kisha tuna nywele kwa kawaida ambayo inapatikana kichwani, ambayo katika lugha ya Kiingereza inaitwa hair. Kisha tuna fur. Hii ni aina ya nywele ambayo labda tunaweza sema kwamba haipatikani kwenye mwili wa binadamu, lakini kwenye mwili wa mnyama inajulikana kama manyoya. Kisha tuna pubic hair ambayo katika lugha ya Kiswahili inajulikana kama mavusi. Kisha mwisho kabisa tuna aina nyingine ya nywele ambayo inapatikana kwenye mikono, kwenye sehemu nyingine za mwili isipokuwa kwenye sehemu za siri, ambayo katika lugha ya Kiingereza inaitwa vellus hair. Katika lugha ya Kiswahili inajulikana kama malaika. Je, una maoni yepi kuhusiana na aina hizi za nywele? Tafadhali like, share and comment ili tuelezane.